Sasa leo tugusie katika aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema, nisaukum haruthun lakum fa'tu haruthakum anna shi'tum, wake zenu ni mashamba yenu, yaendeeni mashamba yenu kwa namna mtakavyotaka nyie. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii aya tunataka tueleze tafsiri sahihi na mwenendo sahihi, kwa sababu wengi wanauliza tafsiri ya hii aya ni ipi, mbona huko wanasema hivi na huko wanasema hivi. Nataka niwapatie msingi ambao utakuongoza wewe mwenyewe na utamuongoza mwingine kupitia wewe. Yaani baada ya kusikia haya, insha Allah natarajia utakuwa ni balozi mwema na mzuri sana kuwafikishia watu wengine kwa niaba ya Qur'an, kwa sababu kuna watu wanapotosha na kuna watu wanaelimisha. Sasa twende kwa njia ya wale ambao wanaelimisha, ambao ni wanazuoni, na tutabainisha ni kundi gani linasema kwamba lina tafsiri kwa tafsiri ya upande wa pili. Kwa tafsiri ambao ni sahihi ya hii aya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema nisaukum haruthun lakum fa'tu haruthakum anna shi'tum, nataka twende kwa kufikiria, tutumie akili, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu unapofananisha jambo na jambo fulani au kitu na kitu fulani, lazima kuwe kuna nafasi ya kufanana, tena nafasi ya kufanana iwe ni kubwa zaidi kuliko nafasi ambayo havifanani. Unaposema Muhammad ni sawa na Ali au Muhammad ni kama Ali, ima ni kama Ali katika sura yake, yani muonekano wa sura yake anafanana na Ali, au rangi yake ni mweupe na Ali ni mweupe, au kimo chake ni mrefu kama Ali au ni mfupi kama Ali, ni mnene kama Ali au ni mwembamba kama Ali. Kwa lazima kuwe kuna namna ya kufanana. Mwenyezi Mungu aliposema wake zenu ni mashamba yenu, kuna kufanana gani kati ya mwanamke na shamba? Hilo ndilo la muhimu la kujiuliza. Mwanamke anapoolewa kwa mume wake, nadhani wote wanatarajia kupata mavuno, kwa sababu ndoa ni shamba, ni kilimo, mmelima, lakini kuna mavuno yanayovunwa kati ya wanandoa wawili ambao ni watoto, ili kipatikane kizazi kizuri, kizazi chema, na umma uendelee kukua. Hivyo basi tunarudi katika upande wa shamba. Mkulima anapoondoka na mbegu za mahindi kwenda shambani akapanda, anatarajia nini? Kuvuna yale mahindi aliyoyapanda, zile mbegu alizozipanda, anatarajia kuvuna mahindi au kuvuna mpunga aliyopanda, avune mchele. Sasa kuna watu wanatafsiri kwamba Mwenyezi Mungu aliposema fa'tu harthakum anna shi'tum, waendeeni mashamba yenu kwa popote mnapotaka, wanatafsiri popote mnapotaka, lakini aya inaeleza anna shi'tum ay kaifa shi'tum walaysa ila ay jihatin shi'tum. Yani anamaanisha, Mwenyezi Mungu anamaanisha haia ile namna, muonekano mnapokuwa mnafanya tendo la ndoa. Kwa ufupi ni kwamba aya inahalalisha kukaa staili yoyote kati ya wanandoa wawili wanapokuwa kwenye tendo la ndoa, sawa ni staili ya nyuma, mtu amesimama nyuma, amesimama mbele na kadhalika, na mengineyo mengi katika staili za ndoa. Pale wanapokuwa kwenye tendo la ndoa, staili yoyote utakayotaka inaruhusiwa, lakini kumbuka aya inasema nisaukum haruthun lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Swali, yule ambaye anasema kumwendea mwanamke kinyume na maumbile ni halali kwa mujibu wa aya hii, maana waendeeni wake zenu popote mnapotaka. Yani ukimfanyia tendo la ndoa katika sehemu sahihi ambayo ni sehemu ya siri ya mbele ya mwanamke ni sawa, lakini ukienda kinyume na maumbile yake pia ni sawa. Wanaotafsiri hii aya watuambie sasa mashaba, yani kuna mfanano gani katika upande wa Mwenyezi Mungu aliposema nisaukum haruthun lakum, ni mashamba yenu, kwa sababu shamba linatoa mavuno, na mwanamke anapofanyiwa tendo la ndoa katika sehemu sahihi ambayo ni sehemu Mwenyezi Mungu amehalalisha tendo la ndoa kufanyika sehemu hiyo, anapatikana mtoto. Yule ambaye anamwendea mke wake kinyume na maumbile anapata nini? Ili uwepo uendano kati ya aya, kati ya mwanamke na shamba. Yule ambaye anafanya tendo la ndoa kinyume na maumbile anapata mtoto, anapata faida gani? Lakini pia bila kusahau, lengo la kuwekwa tendo la ndoa ni kunufaisha hawa watu wawili, mwanamke na mwanamume, wafurahi wote katika tendo, wote wapate raha na ladha ya tendo la ndoa.
Bila shaka yule ambaye anafanyiwa kitendo kinyume na maumbile, sidhani kama kuna raha yoyote na ladha yoyote anaipata, ila yule anayefanya hicho kitendo ndiye anapata ladha. Hapo tayari umelenga upande mmoja na kuacha upande mwingine ukiwa wazi, hauna faida yoyote na hilo tendo ndoa. Kwa hiyo tafsiri sahihi, Mwenyezi Mungu aliposema nisaukum harthun lakum fatu harthakum anashitum, wake zenu ni mashamba yenu, waendeeni kwa namna, kwa staili mnayotaka. Hiyo ndio tafsiri sahihi. Ama upande ambao unasema kwamba ni sawa kumwendea mwanamke kinyume na maumbile kwa mujibu wa aya, hao watu ni sehemu, siwezi nikasema ni wote kwa sababu wao pia wamegawanyika, ni katika kundi la Mashia. Tena Mashia al-Imamia al-Ithna Asharia, Mashia ambao ni wale wenye itikadi ya Ithna Asharia. Nikisema Ithna Asharia, ambaye anasoma Mashia anaelewa. Kama haujafuatilia, elewa tu Mashia kuna kundi moja ambao linasema kauli sahihi, ambao ni kumwendea mwanamke sehemu zake za siri za mbele, ambao ndio sahihi. Lakini kundi la pili ambalo ni wachache sana ambao wanasema hivi, wanasema kwamba hata sehemu ya kinyume na maumbile pia haina shida, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema ni mashamba yenu, waendeeni popote mnapotaka. Wanakwenda kinyume na tafsiri ya aya na usahihi wa aya. Hiyo ni kundi, ni sehemu katika makundi ya Kishia, ndio wanatafsiri hivyo. Wao ndivyo wanaitakidi hivyo, na wanasema kwamba kumfanyia hicho kitendo mwanamke ni kibaya, ila hakijafikia hatua ya kuwa haramu. Maanake inafaa ila ni makruhu, yani ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu, lakini sio haramu. Ndio wanatafsiri hivyo. Kitendo hicho, niwarudishe nyuma kidogo, hicho kitendo ndiyo sababu ya kuangamizwa watu wa Lut. Hicho kitendo ndiyo kwa sasa hivi ulimwengu unakikimbilia kukihalalisha, kati ya mwanamke na mwanamke, kati ya mwanamume na mwanamume, yani mwanamke na mwanamke kusagana, mwanamume na mwanamume kuwa na ndoa ya jinsia moja, kati ya mwanamume na mwanamume na mwanamke na mwanamke, jambo ambalo lipo kinyume sana na Uislamu, jambo ambalo imehadithiwa kwenye Qur'ani mara nyingi sana kwamba ni haramu, na imetolewa mifano mingi sana kuhusu umma wa Lut alayhi salam. Waliangamizwa kwa kosa hilo, waliangamizwa kwa kosa hilo, wakaangamizwa kabisa, wote wakaisha, isipokuwa Nabii Lut na wale waliokuwa wamemwamini wachache. Na mke wa Lut alikuwa ni katika kundi la wale ambao wanasapoti hicho kitendo, na yeye aliangamizwa siku ambayo aliangamizwa. Kwa hiyo hiki kitendo ni haramun hatman, ni haramu pasina mjadala wowote, ni haramu, haifai. Yule anayehalalisha hana njia yoyote katika Qur'ani ya kuhalalisha, ni matamanio ya nafsi yake yeye mwenyewe, ni matamanio ya nafsi yake yeye mwenyewe. Na hiki ndio kinapigiwa debe na kinahamasishwa na mataifa ya kimagharibi, na baadhi ya mataifa ya kimagharibi wanahamasisha hiki kitendo kwamba ni haki ya kibinadamu. Yaani ukiangalia vizuri, kalimatu haqqin urida biha albatil, maneno wanayosema ni haki za kibinadamu. Haya maneno ni mazuri sana, ni matamu sana kuyasikiliza, ni haki za kibinadamu, lakini kile wanachokimaanisha ni tofauti na wanachokitamka. Haki za kibinadamu, kila mwanadamu ana haki ya kupata haki yake. Naam, kila mwanadamu ana haki ya kupata stahiki yake, tunasema naam, bila shaka. Lakini ni ipi haki yenyewe? Yaani shida inakuja kwenye namna ya haki. Unajua hakuna anayekataa pesa, isipokuwa watu wanakataa njia ya kufikia pesa. Yaani njia gani nitumie, njia gani sahihi nipite ili nipate pesa. Lakini pesa kama pesa hakuna anayekataa. Haijalishi pesa hiyo ni ya haramu, ni ya halali, hakuna ambaye anaweza kutofautisha kati ya pesa, isipokuwa watu wanatofautisha njia ya kuifikia pesa. Sasa ni lazima watu watofautishe. Haki ya mtu ni sawa, ni lazima apate haki yake, lakini hiyo haki yenyewe ni ipi? Hiyo haki yenyewe ni ipi? Haki ndoa jinsia moja, yani mwanamume na mwanamume waoane, alafu wapate nini? Na wanawake wameweka wanawake wa kazi gani? Alafu mtu anakuambia hii ni haki, wapeni haki zao. La. Ni neno halali, ni neno zuri tamu sana, lakini linamaanisha upotovu, linamaanisha mambo ya haramu, linamaanisha kuharibu taratibu wa dunia na utaratibu wa dini moja kwa moja. Yani hata akili ya mjinga ambaye wewe unaamini kwa akili zako ni mjinga, ukimwambia hiki kitu anakikataa. Lakini wale ambao wanajiita ni maprofesa, wamesoma, wao ndio wanasema ni haki ya kibinadamu. Ana hadha, hili jambo vipi?
Hivyo basi wale wanaohalalisha hii kwa mujibu wa hii aya wanatafsiri aya tofauti. Sawa sawa wametumia njia za kupitia kwenye lugha kwamba anna shi'tum. Hii neno anna inatafsirika vipi? Adat, yani hii anna, hii herufi inatafsirika vipi katika lugha ya Kiarabu? Ndiyo, ina maana nyingi, lakini je, ukitafsiri kwa maana unayoitaka wewe kwamba ni ruksa kumwendea kinyume na maumbile mwanamke, ni upi mnasaba wakati ya harthul lakum na nisaukum? Kuna uendano gani hapa? Yani kuna mfanano gani kati ya mwanamke na shamba kama ukisema kumwendea mwanamke kinyume na maumbile ni halali? Ni jambo la kuwa makini sana, hasa wale ambao wanaishi na wanawake, maanake wale waliooa. Ni jambo linatakiwa mtu awe mcha Mungu na chunge misingi ya Mwenyezi Mungu katika maisha. Kwa sababu gani? Baada ya hapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, waqaddimu li anfusikum wattaqullaha, fanyeni mema sana kwa ajili ya nafsi zenu kwa baadaye, lakini pia katika hiyo ndoa yenu mcheni sana Mwenyezi Mungu. Na kumcha Mwenyezi Mungu ni kuacha ya haramu, na kufanya liwat au kwenda kinyume na maumbile ya mwanamke ni haramu bila shaka, na wala pasina sababu yoyote, na wala haihitaji utoe dalili kwamba ni haramu. Ni haramu, iko wazi, haifai. Kwa hiyo hicho ndo nitaka nikibainisha katika hii aya. Insha Allah tukutane katika darasa zingine. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.